Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni Marekani kuitetea Israel katika kuzuia misaada kuingia katika ukanda wa Gaza. Marekani imeitetea mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliyoko The Hague hatua ya Israel ya kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, ICJ imeitaka Israel kuhakikisha inaruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini Israel imeamua kufunga maeneo hayo. Tafsiri yake ni kwamba mpango ni kuona raia katika ukanda wa Gaza wakifa kwa njaa, na hili ndilo ambalo mataifa mbalimbali katika maeneo ya Mashariki ya Kati na maeneo mengi ulimwenguni kutaka Israel ihakikishe inaachia njia kwa ajili ya watu kupata vyakula pamoja na misaada mingine ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo la ukanda wa Gaza ambalo limekumbwa na mapigano mfululizo kutoka mwaka 2023. Wakili kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Josh Simons, ameiambia mahakama ya ICJ kwamba Israel ina maslahi halali ya kiusalama kwa kuzingatia misaada hiyo ya kibinadamu. Simons ameongeza kuwa Marekani inaunga mkono kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza, lakini kwa tahadhari kwamba misaada hiyo haitatumiwa vibaya na kundi la magaidi. Hatua ya Israel kuzuia misaada ya Gaza ndio kiini cha kesi iliyoanza wiki hii mjini Hague nchini Uholanzi. Mahakama hiyo ya juu kabisa ya Umoja wa Mataifa inatarajiwa kutoa ushauri kuhusu wajibu wa kisheria wa Israel wa kufanikiwa na kuruhusu misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa dharura kwa raia wa Palestina. Kesi hiyo pia inahusisha marufuku ya Israel kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. Tangu Machi 2 mwaka huu, Israel imezuia kuingizwa misaada ya kibinadamu kwa takribani wakazi milioni 2.1 katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uturuki zimejiunga katika kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israel. Uturuki iliwasilisha maombi kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa kujiunga katika kuishtaki Israel kwa mauaji ya kimbari, ikiungana na mataifa kama vile Afrika ya Kusini ambayo ilihakikisha kwamba Israel inashtakiwa katika masuala kutokana na masuala ya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza. Mashtaka hayo yaliwasilishwa na Afrika Kusini, na Uturuki ni miongoni mwa nchi zilizojiunga hivi karibuni ili kushiriki katika kesi hiyo. Recep Tayyip Erdogan aliwahi kuzungumza mara kwa mara akitoa wito wa kutaka Israel iadhibiwe na mahakama ya kimataifa, na alizikosoa nchi za kimagharibi kwa kuiunga mkono Israel juu ya mauaji inayoyafanya katika eneo la ukanda wa Gaza na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Lebanon pamoja na Syria. Mnamo mwezi Mei mwaka 2024, Uturuki ilisimamisha shughuli za kibiashara na Israel, huku uhusiano wa mataifa hayo mawili ukiyumba kwa kiasi kikubwa. Afrika ya Kusini iliwasilisha kesi hiyo kwenye mahakama ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ mwaka 2023 kwa kuilaumu Israel kwa kukiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya halaiki na kutokana na operesheni zake za kijeshi katika eneo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel imekanusha vikali madai hayo, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita. Lakini si yeye tu, hata alikuwa waziri wake wa ulinzi na pia amekuwa mmoja kati ya wanaosakwa dhidi ya uhalifu wa kibinadamu katika vita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, lakini ni kuombe tu mtazamaji wetu tuachane na masuala ya matusi, kejeli na pamoja na masuala ya kidini. Kupitia The World News tutawajuza mambo mengi yanayojiri duniani.